liwa milele milele. Nataka kuwakaribisha nyinyi nyote kwa channel Apostle Joshua TV. Huyu ndio Apostle Joshua, huyu si pastor, haleluya, na huyu si bishop. Huyu lakini niko hapo naelekea kwa bishop. I hope next year nitamwagiliwa mafuta ya bishop. Lakini Apostle Joshua ama Reverend Joshua, I think whatever you can niita, ama ukitaka unaweza niita Joshua. Unaweza niita Joshua. Nilikuwa napikia mtu ambaye ako na mgonjwa Kenyatta, ambao tulikuwa tumepanga twende naye Kenyatta kesho, na achukui simu, kusijui kwa nini achukui simu yangu. Ndio nilikuwa nampikia simu ndio tuweze kwenda naye kesho. Tuweze kwenda naye kesho Kenyatta Hospital. Na hii guys, wale ambao mnajua Seventh Day, mimi nilikuwa chaplain ya Seventh Day. Nimeenda, niko na kitambulisho cha chaplains, na ingianga Kenyatta anytime, na ingianga Bagathi anytime, na Shalom. Kama mnajua Shalom, najulikana huko. Maana leo nimepewa card from Maxwell pale Nairobi. So kesho niko na huyu, niko nampikia simu hapa tuweze kuongea, tupangane live mkisikia. Maana kesho ninaenda kesho ninaenda, nataka tuende Kenyatta nikaombee wagonjwa huko, niombe mgonjwa wake, niombe wagonjwa wengine. Maybe hiyo nduma ndio Mungu anataka kwanza niinuke, nikaenda nikaombee watu, na nishaamua. Sasa nitaingia kwa hospitali, nitaingia kwa prison, nitaingia everywhere. Kila mahali ile nduma nilikuwa nafanya kwenda prison, nitakuwa ninaenda kuangalia wafungwa. Ile nilikuwa naenda kuangalia Kenyatta, naenda kwa naenda hapo, naenda mahali inaitwa Kenyatta, Bagathi, Shalom. So nitakuwa ninaenda sasa hospitalini, na nitakuwa nawawekea bado hiyo nitakuwa naingia live nikiombea wagonjwa pale, nikiingia mahali pale, ile jina la Mungu liendelee kutukuzwa. Leo hiyo jina niliona ni Mungu ananikumbusha, maana nilikuwa mlimani na mtu mmoja akaniuliza, Apostle, mbona uendangi hospitali kama wewe ni wa ukweli? Nikakuta kwamba hata mimi si anaongea, Mungu ndiye anaongea. Anataka nianze kwenda hospitali, na nitaanza kesho na huyo mtu ambaye sijui kama atanipikia simu. Akinipikia simu nitachukua, ndio tuweze kupanga mkisikia, na kesho niweze kuenda pale Nairobi. Na Mungu asiti kuitwa Mungu. Mungu asiti kuitwa Mungu. Mimi niko na chaplainsia, mimi niko na kati ya chaplain. Niko na kazi ya chaplain ya so naenda mahali popote nikiwa wakati wote ule, sababu ya ule utumishi Mungu aliweka ndani yangu. Nilianza kutembea 2012 nikiwa MSDA 2014. Hello. Yes, niko live, eh? Amen. Amen. Yeah. Okay, nitamkumbuka. Asante. Okay, thank you. So guys, nilikuwa chaplainsia na nimeona hiyo kazi ni kama nimeacha, na ni kama malaika wanataka nikafanye hiyo kazi. I will do in willingly, na Mungu atatukuzwa. Na ile nyingine ya mayatima, ila kwenda kutazama mayatima katika shida zao, ila kwenda kutazama mayatima katika shida zao. Niko na 3 children homes, nitakuwa natembea pale na watembelea, na jina la Mungu linatukuzwa. So siku ya leo ni siku ya kufundisha mambo ya madhabahu, na utakuwa unauliza swali pale na nakujibu mahali pale. Nikufundishe madhabahu ni nini, na kwa nini watu wafunje madhabahu. Madhabahu inaweza chukua miezi ngapi ama miaka, inategemea wewe ni nani mbele za Mungu ndio ianze kufanya kazi. Lakini madhabahu unapofunja inafunjika, inafanya kazi. Madhabahu unafunja na madhabahu unajenga tena. Gideoni aliambiwa afunje na ajenge. Gideoni aliambiwa avunje na ajenge madhabahu.
So hapo ambapo ndipo nataka tukaweze kuingia kiundani sana, na wenye kuuliza maswali wakuja na maswali ambayo imetokana na Biblia, na mimi ni jibu kulingana na Biblia. Maana niko na Biblia yangu hapa kwa meza ili nisaidie mtu ambaye ako kwa shida. Yes, na tunaanza na maombi, maana hii topic ni ile topic ambayo shetani huchukia, na ni ile topic shetani apendi. Hii topic shetani apendi kabisa. Shetani huchukia hii topic, maana anajua kwamba watu wakijua hii kweli watafunguliwa na hata kuwa na mateka. Watu wengine wako makanisani wameokoka, lakini shida kwao haiwaachi, hawakosei Mungu. Hata wengine wanatukana Mungu kwa maombi yao wakiomba. Hata wengine wamepika mahali wanasema hakuna Mungu, lakini Mungu yuko, amewachola katika vitanga vya mikono yao. Ile inayowasumbua ni madhabahu. Ile inayowasumbua ni madhabahu. Na mimi ndio yule Apostle Joshua, huwa naambianga watu wavunje madhabahu ya kwao ili waweze kuishi. Si kila mtu aliyepewa neema hii ya kuvunja madhabahu, lakini mimi nilipewa na ninafundisha na maandiko. Na ndio maana nimekuja siku ya leo, niliwaambia wale ambao tulikuwa mlimani tukutane saa tatu, na mimi sina uonga na nikifundisha hii, hata naweza pelekwa kwa mbunge na nijibu hii maswali, hata heki, hata kotini naweza pelekwa na hii maswali, na hiyo maswali ni jibu. So kile ninachoongea naongea from inner man, is the truth which ile niko nao ndani ya maandiko, na kitu ambacho mimi nilifanyiwa na nikafunguka na nikamuona Mungu. So nataka tuungane pamoja. Mtu aliye na maswali aulize maswali yake pale, na majibu nitakupatia. Hayo majibu nitakupatia. Sina kisilani, sina hasira, niko na amani ya Yesu, na Yesu ni Bwana katika maisha yangu. So I'm here to kufanya namna gani kuweza kujibu hiyo maswali. Na donkey, watch donkey, wewe ni Illuminati na hakuna mahali utanipeleka. Na kama uko na ukweli yote toa, mimi nimekupatia nafasi. Ulianza bidii yenye utawahi maliza, na sitapigana na wewe, lakini nimekuambia hivyo. Mesikia ukisema sijui Senior Dave na Joshua uko na furufu yao. Thank you very much. Enda utoe, uandike chenye unataka kuandika. I'm late for everything, Pale katika nini? Nataka guys mkasearch donk Illuminati na maanishanga nini? Katika Amerika kuna huyu mkuu wa Illuminati anaitwa Snoop Dogg. Inaitwa Snoop Dogg ama inaitwa namna gani? Hebu nikumbushe inaitwa aje? Snoop Dogg ndio amesimamia Illuminati Amerika. Na hapa Kenya mwenye amesimamia Illuminati ni Watchdog. Na Watchdog hawezi kumbali kabisa, kazi ya Mungu iendelee. Huyu anaitwa Watchdog huyu. Huyo ndiye amesimamia Illuminati hapa Kenya. Jina yake ndio hiyo, naona penye inamaanisha hawezi akakumbali kabisa kazi ya Mungu iendelee. Na inasema hivyo, na ukisikia unataka kuangalia channel yangu toka, maana lazima niseme hapa na niongee ukweli. Na mumuite, mumpikie simu. Malaika ako wapi? Ako na simu yake, alikuwa kwake. Muite, mpikie, mkia mwenzako, mwambie akuje angalie, niko live. Aniuliza maswali ni mjibu hapa. Madhabahu ni nini? Na kazi ya madhabahu hufanya kazi gani? So nataka kwenda kuingia katika hiyo mafundisho,
na wakaribisha nyinyi. Nataka nianze na maombi na jina la Mungu. Inaitwa Snoop Dogg. Snoop Dogg, wala watu wanajua Snoop Dogg. Huyo ndiye amesimamia Illuminati America. Na huyu Watchdog ni agent wa Snoop Dogg. Ndiye anajiita Watchdog. Kama mtajua, hii ni Illuminati inataka kutoa watu kwa Mungu. Losi Nekeza, asante sana. Inaitwa Snoop Dogg. Angalieni, endeni msaje, ndiye amesimamia Illuminati, chama cha Illuminati. Na hii Watchdog ni agent ya Snoop Dogg. Hii Watchdog hii ni agent yake ya Illuminati. Ndio imesimamia pale. Na imekuja kupigana na mimi. Maana natoa watu katika ulimwengu wa giza na ng'oa ma-Illuminati. Mnasikia nikisema kwamba ma-Illuminati namaliza wachawi wa nganga. Sio ndio shida yake, maana nimemaliza ufalme wake. So lazima apigane kwa mtandao ili watu wasiniangalie, ili watu wasikuje kwa kanisa, ili wasifunguliwe. Lakini Watchdog chenye unafanya hata uwezi. Hi Apostle, yes. Hi Apostle Joshua. How can he say friend is not DCI? Hi Apostle Joshua, karibu sana. Hi Apostle Joshua, producer Ogajo. Yes. So guys, naenda kufundisha kitu inaitwa madhabahu. Kuna mtu ako pale akona swali, na nimekwambia nimekwambia huyu anaitwa namna gani. Weka proof yote ile unataka kuweka. Ndogi, bweka bila unataka kubweka. Amui alikijua yeye ni mtu Illuminati na bikana na yeye. Na yeye make sure ufalme wako na uweka chini. Nitakukanyanga na kuweka chini. Hakuna mahali mimi naweza nipeleka. Physically, spiritually, you are nothing to me. Wewe ni mtoto mdogo sana. Wewe ni mtoto mdogo sana kwangu mimi Joshua. Enda ulisie mimi Joshua ni nani? Nimeokoka. Na nimefunikwa na damu ya Yesu. God bless you Apostle kwa kunajia kuvunja madhabahu. Litia wa elimu, Mungu akubariki sana. Tumevunja yako juzi. Waambie tumevunja. Asante kwa sababu unatoa muda wako kwa ajili yetu. Yes, naenda mpaka mlimani kuwaombea. Wale waliokuwa mlimani mliniona leo. Nilikuwa wakati mwingine. Mimi natokanga naenda kuombea watu. Maana najua Disemba ni wakati mbaya. Nilianza kusema day 1. Mwezi wa Disemba ni mwezi wa Illuminati. Na ndio naona ma-Illuminati wameamka. Ili wasawishi watu akili, ili wapotoshe watu akili, ili wachanganye watu akili, ili wasifuate Mungu, wafuate ma-Illuminati. Lakini hapa upate wale watu wa Mungu huwezi ukawapata. Nasimama kama mtume. Mimi si yale mabasi unaitanga chokola, utajua. Nilikuwa nafikiria ule mtoto. Nilikuwa nafikiria tutacheza, lakini umeanza chenye utamaliza. Tuanze, wewe anza. Fanya chochote kila ambacho unajua. Lete proof yote yenye unataka kulete. Lete. Chochote kile unataka kulete, lete. Peleka take me hapa, nilikwambia kama unanitaka. Ujiulisema kwamba huwezi kuja kwa kanisa yangu, nikakwambia niite kwako. Aya, kama huwezi nipeleke, niambie niende kwa polisi yote ile unataka niende pale unikujie pale. Mimi Joshua nijipeleke pale. Naita kwa Joshua. Wewe ni kijana kidogo sana wewe. Bure kabisa. Na kuita hivyo nikiwa mtume. Na hakuna mahali unaweza nipeleka, na kuambia hivyo. Na nilikualika nikakwambia kwa simu kuja kwa kanisa. Ujionee mambo ukianza kulopoka, kubweka. Ujue unambweka ukimaanisha nini. Huyo mwenzako rafiki yako ulikuwa na yeye pale angekuambia alikuja kanisani nikamuombea. Anajua who is Joshua. Sijui kwa nini kukuambia. Mimi sikuongopi wewe. Eli hao wengine wanakunyamazia, wanakuongopa, sijui wanakuongopa ama sijui hawana time yako. Yaani wala si watu wa kushindana na wewe, hawana wakati wako. Wako kazi, wakati wa kufanya kazi. Wao hawana wakati wako. Mimi amua to face you. Maana najua na kuface kwa sababu niko na wakati wako. Na kuface kwa sababu najua wewe ni Illuminati, unataka kuunganisha watu kwa ma-Illuminati. Hiyo ndio maana, hiyo ndio sababu imefanya nikuje nikuface. Maana wewe ni Illuminati, wewe Truth Dog. Nakwambia hivyo bila kuongopa chochote. Na ndio maana nimekuja kukupace wewe. Wewe Illuminati hii. Truth Dog wewe. Ndio usipotoshe watu wa Mungu. Na nilikwambia niko thika tena. Nilisikia unaenda kwa ground. Unaambia sijui ule friend yako aende kwa DC ama akupeleke pale. Ama sijui ati aende polisi yote yote. Mimi uniambie niende. Nikuje hapo kwenu. Sita kucheza na Joshua wewe. Cheza na lika yako. Cheza na watu walika yako wewe. Wewe. Cheza na watu walika yako. Yeah, so guys,
I know you are bitter apostle, but forgive him and let it go left. Yes, mimi hata sina shida yeye, nimemwachia Mungu apikana na wao. Sunday niliambiwa wale ambao walikuwa church, niliambiwa Joshua usijipikanie na nabii. Mlimuona? Aliniambia apostle Joshua usijipikanie. Wacha Mungu akupikanie. But nataka kumkanya kwa sababu najua ni Illuminati yenye inataka kupoteza watu. Kwa njia ya kwamba inaongea ukweli yenye wa upusi na utakataka. Mtu mwenye anajui kitu na anaongea. Anasema atatoa furugu. Toa furugu. Toa furugu. Toa hiyo furugu. Mimi si walika yako. So guys, tunaenda kufundishana kuhusu madhabahu. Nataka tuweze kuomba. Then baada ya maombi, then tuweze kuulizana maswali pale. Naweza niuliza maswali, uniulize hii na hii. Alafu nitakusaidia sana. Na pia nataka kwenda maombi, then nianzie topic. Then utakuwa pale uchangie, uulize maswali ile ambayo unataka. Na pia nashukuru sana sababu najua hii tunafanyana hivyo itaongezea viewers, hata subscribe itaongezea. Hata nitalipwa na YouTube kwanza. Sasa mshahara wangu kwa YouTube utaongezeka. Kama alikuwa analipa ngili hapa, sasa utakuwa ngili 10. Asante sana kwa kunipatia tokens. Kitu cha kuongelelea, maybe sikuwa nayo ya kuongea. Asante sana Truth Dong. Haya, nipatie spana apostle, Peerless nakupatia spana. Nakupatia spana ndio hiyo. Sijui kama mnaniona. Guys, mnaniona? Nataka tukaanze na maombi. Naona hapa tuko watu 74. Lakini kile kinanishangaza likes iko 35. Na hiyo likes ndio mimi nakulanga guys, yeah. So usininyime likes, usininyime tafadhali. Ingia tu tick on. The more na tick on, the more watu wengi wanakuja, the more watu wengi wanaview. The more watu wanaview, the more Joshua anapata kitu pale. Nasaidia wale watu. Nimesikia kwamba nimesema itaanza kwenda Kenyatta. Yes, huyu anacheza na moto. Yes, mwambieni hivi, kiboko ya Mungu itampata very soon. Angoje tu, niliona wengi tu. Sasa hivi wako wapi? Nimeona wengi, wewe si wa kwanza. Nimeona wengi sana, acha nikwambie kutoka 2012. Na vile nimekutana na watu wangapi wanapikana hii mafuta na wako wapi? Wengine wako chini kwa kaburi. Wewe ni mtoto mdogo sana na mimi sikuombii kifo, na kuombea uishi siku mingi uone vile Joshua akibarikiwa. Kijenga ngoroba. Hata mimi sipana please, yes, Stella, apostle moyo wangu huo unavunjia damu sana ninapokusikia unaumia. Asante sana. Bani Sunga, Mungu akubariki sana, Mungu akupee, Mungu akuinue. Yes, apostle kuna laana neno tamu la Mungu, asante sana. Let me please apostle, yes nakusaidia. Wewe acha wewe appreciate mtu kwa kazi, kwa wivu tu. Wivu yake ni wivu. Daniela alikuwa anaitwa Kezia. How are you Daniela? Bwana akubariki sana. Apostle niombee sina amani. Egra nitakuombea saa hii na utaona Mungu na jina la Mungu litatukuzwa. Ayo apostle Amina. Apostle lisau ni Betty Muruki. Yes, how are you Betty? Habari ya masiku mingi, Bwana Yesu asifiwe. Ani wakali ayo apostle Udhi Kerumbo, Hairo apostle. Yeah, kwacha tuweze apostle mwachie Mungu, nimemwachia Mungu guys. Na yeye ndiye ananichokoza, hata sina uchokozi na yeye. Simjui. Imagine msichaiona. Nilitafuta kwa anga, nilikuwa nikiomba. Nikasikia hiyo ni Illuminati, ndio mkuu wa Illuminati Kenya. Agent wa Illuminati Kenya. Mungu akutie nguvu apostle, hiyo umbwa utapata ndambu ya Mungu. Yes. Wewe kwa maombi pastor, nikumbuke kwa maneno yetu. Apostle ni mimi hapa, asante sana. Tafadhali nami spana. Bani Sunga nakupatia spana saa hii. Pastor Joshua nitarutisha jina. Tafadhali rutisha jina. Rutisha jina kesi ya Mungu. Hiyo ndio ilikuwa nimezoea sana. Rutisha jina kesi ya tafadhali. Rutisha jina. Bani nimekupatia spana. Asifiwe Yesu apostle, ombea familia yangu imetengwa na hanga ya giza. Yes, hiyo hanga ya giza ndio tunavukuza na ndio adui anaingia hapo. Ndio nisiombee watu ati ndio nisikue kwa mtandao. Ona video unaweza nyamazia hata ukisema nini? Hata ukisema na kunyayo kwa barabara ama kwa kitanda, hata napanda nini? Hata nini useme? Unaweza nifanya mimi nisikuje kwa mtandao wewe? Buda kabisa wewe. Hadi nisiombee watu juu yako. Who are you? Hello? Hello?
Yes guys, let's we pray. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, muumba nchi, muumba mbingu, muumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. You are the Lord Almighty, the Lord of power and the King of glory. Ninakupenda Bwana wa mabwana, ninakupenda Bwana wa majeshi, ninakuita Mungu wa mbinguni, ninakuita Mungu wa Israeli, ninakuita Mungu wa neema, ninakuita Mungu wa baraka, ninakuita Mungu wa utakatifu, ninakuita Mungu wa nguvu, ninakuita Mungu wa uwezo, ninakuita Mungu wa baraka, ninakuita my dear Father, ninakuita mtafalme wa falme, ninakuita Mungu wa rehema, ninakuita Mungu wa neema, ninakusifu dadi, ninakuinua my dear Father, ninakuinua mfalme wa falme, ninakuinua Mungu wa mbinguni. Bwana, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Wacha Yesu kashuke Bwana mabwana, ukatende miujiza, ukatende ishara. Wapendwa wanaonitazama siku juu ya maisha yao, naomba unitoe yaliyo yangu, unitoe hasira Jehova, unipe amani na unipe Bwana mabwana hekima, na unipe takaza ulimi wangu na kala moto, ili niendapo kufundisha nisifundishe yaliyo yangu Jehova, bali kafundishe yaliyo yako. Mungu wa milele na Mungu wa mbinguni, wakati Uzia alipokufa uliuliza ni nani atakayeenda kwa ajili yetu. Isaya alikuwa mahali pale, hapo ndipo alipoona Mungu. Natamani kukuona siku ya leo, maana nataka unilete neno lako likakuwe na nguvu, likakuwe na uwezo. Wataka uzisikia Jehova, likawapokomboe, likawaokoe, likawaweke huru in the mighty name of Jesus Christ. Yes guys, igana like pale, igana like pale, igana like pale. Nataka tukaweze kuchangamuka katika chache pale, uweze kuniuliza maswali na mimi ni kujibu, sababu Mungu wetu aliye mbinguni ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu mwenye neema. Huyo Mungu wetu aliye mbinguni ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu mwenye uwezo. Yes, Eileen Bolo. Aya. Hello Apostle, amen. Amen. Hapa kwa Apostle Joshua na Senior Debu Stocking mwenye wigu anjinyonge. Asante sana, amen. Please network. Hao watu wote milioni 200 wanaweza, hata ukipewa wote utapeleka wapi? Mbona unataka ukule watu wengine wasikule? Tunakulanga YouTube, tutalibangwa na YouTube na viewers page wamewatch. Wewe unalipia wengine mboka, wewe ni nani? Nilikuuliza hiyo swali, wewe ni nani? Unatukana watu, wewe ni nani? Mimi sikuongopi, enda utoe ati dare me, I dare you. I dare you. I dare you. Utadu, enda upeleke jenye unataka kupeleka. Ni wibu tu ako nao. Wako na wibu yake. Waposto niombe nilipwe, sijalipwa kwa miezi 5, nitakuombea saa hii na Mungu atatenda kazi. So guys, tumeenda kuingia katika mafundisho ya madhabahu. Kuna watu wanajiulizanga madhabahu ni nini? Na nataka kueleza madhabahu ni nini. Madhabahu, jambo la kwanza ni ufalme. Wacha nianzie pale ndio uweze kuelewa madhabahu ni nini. Madhabahu ni ufalme. Madhabahu niliwaambia ni mara mbili. Kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu ya shetani. Unanielewa vizuri? Nataka tuelewane kuanzia pale. Madhabahu ni mara mbili. Kuna madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani. Na mbinguni kuna madhabahu. Katika kiti cha enzi cha Mungu, uko mbinguni juu, kuna madhabahu ya Mungu. Katika madhabahu ya Mungu kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kuna viumbe vinne ambavyo havichokangi, zinainama usiku na mchana, sikiimba, sikiitana, sikisema mtakatifu, mtakatifu ni aketie kiti chake cha enzi. Hiyo mambo tunayapata wapi? Katika kitabu cha Ufunuo. Sinaimba, sinaitana, mtakatifu, mtakatifu ni yeye aketie kiti chake cha enzi. Siku mbili leo nafundisha. Kuna wazee 24 ambao sasa
Na watu wanapiga simu sasa, msinipigie simu, nipe tu dakika chache. Paulo Olepa, Paulo nipigie simu. Brevanda Paulo Nduko, nipigie simu baadaye tafadhali, niko live. Na hapo mbinguni kuna wazee 24. Wao wazee 24 kazi yao ni kutupa taji zao. Maana wao walijaribiwa na wakashinda kama vile Yesu alishinda. Yesu alishinda shetani, na wazee walishinda. Hata sidi ya kina Ibrahim, sini mitume. Mitume wote walishinda. Mitume walishinda isipokuwa mtume mmoja tu. Mitume wote walishinda isipokuwa mtume mmoja tu, Judas Iskarioti. Na ile kitabu cha Matendo ya Mitume uliona ya kwamba alibadilishiwa na kuelezea madhabahu ya mbinguni, madhabahu ya Mungu iko hapa duniani, na ni kuelezea madhabahu ya shetani. Na kwa nini tuvunje madhabahu? Maana kuna mnasikia madhabahu lazima kukuwe na dhabihu. Lazima kukuwe na maangano, agreement. Kuna agreement madhabahu ya Mungu hapa duniani, katikati ya Mungu na wana wake, watoto wake, kuna agreement. Na ile angano iliyowekwa ni angano ya damu. Yesu amekufa kwa vitia ya wengi, ili akomboe wengi, ili aokoe wengi. Hiyo ndio angano Yesu aliweka na watu wake, akawafia, akawalipia gharama pale msalabani. Sasa madhabahu ya mbinguni mitume walishinda. In blue passages, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume, isipokuwa mmoja tu ambaye alikuwa anaitwa Judas. Maana Judas alimkana Yesu. Alimkana Yesu. Ile usiku Yesu alibaki peke yake. Mitume wakakimbia, watu wakamkataa, wakamsema hawamjui. Sijui kama unaniketi mimi. Wakasema atakuwa na yeye. Haleluya. Isibiki hapo wapendwa mnikane. Maana mimi si Yesu, mimi ni mfuasi wa Yesu. Lakini Yesu ako ndani yangu. Yeah? Yeah? Kiliumana usikule, wambethania. Usikule. Shetani akainuka. Huyu ni shetani aliinukia Yesu kazi mzuri. Lakini mimi mtu Illuminati hata kwa ametoka kusimu ndani na analala kusimu na anaamka. Kuna mahali mimi anaweza nipeleka. So, katika kitabu cha nini? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sikia hii. Katika kitabu cha Hebrews. Kwanza na kusomea mitume wakati Judas alipokufa. Ilibidi mitume wachanguane tena. Wachangue mtume mwingine na kuleta kuanzia mbali ndio uelewe. Lakini ungeelewa ni hata sige shida nikisoma hii mafasi yote. Lakini nataka kusomea mtu mbali ndio aweze kuelewa. Ajue Biblia kuna madhabahu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 1:15. Chapter Acts of Apostles chapter 1 verse 15. Siku ile akasimama Petro katikati ya ndugu, jina la majina ilipata 420. Akasema ndugu, ilipata andiko litimizwe alionena na Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda aliowaongoza wao waliomkamata Yesu. Kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ajili ya udhalimu wake. Awekwa kwa kazi, akabasuka matumbo yake yote akatoka. Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa kwa lugha yao Akredama, maana yake konde la damu. Kwa maana imeandikwa katika kitabu cha Zaburi. Aya, wacha niluke 21. Basi wakati watu waliofuatana nasi, wakati wote wa Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanzia hata kubatizwa wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake Yesu pamoja nasi. Wakawa watu wawili, Yusufu aitwaye Barsabaya, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Mathia. Kisha wakaomba wakasema, ewe Bwana, ujuaye mioyo ya watu wote, utuoneshe ni nani uliyemchagua katika hao wawili ashikane mahali katika huduma hii na utume huu aliokosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapiga kula, kamwangukia maitha, na akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 12. Kwa hivyo baada ya Judas kuondoka, mitume walikuwa 12. Nyumba ya Israeli walikuwa 12. Na wamesimamia ukuhani.
maana Haruni alikuwa kuhani. Mbinguni kuna ukuhani. Maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Hebrews, mambo ya hapa duniani ni kiburi cha mambo ya mbinguni. Madhabahu ya hapa mbinguni ama mambo ya hapa utumishi wa hapa duniani ni kiburi cha mambo ya mbinguni. Mungu anasema kwamba mbinguni ndipo walipo na kiti chake cha enzi, na hapa duniani ndipo walipo na kiti chake cha kuweka mbingu. Na ndio kila wakati watumishi wakiomba wanasemaga, Mungu unganisha madhabahu hii na madhabahu ya mbinguni. Ama wanaambia waimbaji wanasema unganisha ibada hii ama waombezi ama waindaseza na madhabahu na ibada ya mbinguni. Maana mbinguni kila wakati kuna kuanga ni ibada, na hapa duniani kuna kuanga ni ibada. Mitume walifanya ibada kila wakati na kila siku, na walimega mikate kila siku. Mitume wa Yesu Kristo walimega mikate kila siku, maana lazima madhabahu ya duniani ipanane na madhabahu ya mbinguni. Madhabahu ni mahali ambapo pametengwa kwa ajili ya kazi maalum. Haleluya! Katika ile madhabahu sadaka huwa zinatolewa pale. Gideoni, sadaka huwa zinatolewa wapi? Kwa ile madhabahu. Na katika ile madhabahu kuna kuanga na maangano inapanywa ndani ya madhabahu. Na hakuna ibada yoyote hapo zamani za kale ilifanyika bila dhabihu. Hata Agano Jipya ibada iko malizika bila dhabihu. Na ndio maana kwamba Yesu alisulubishwa pale msalabani, damu yake ikamwangika. Lakini Yesu, Mungu alikuwa amemtoa Yesu, kama nilivyosema wakati mwingine, Yesu akuja akupe. Mungu alikuwa ametoa Yesu ili wanadamu wamwamini. Maana wanadamu walianguka, wakaanza kuamini Mungu na kumtii. Watu hawakuamini Mungu, maana waliingizwa tawishi na shetani. Shetani kazi yake ni kulitia mashaka alitia mashaka ndani ya Mungu, ndani ya uungu na kile kiitwacho Mungu ama kuambutiwa, na akajiinua kana kwamba yeye ni Mungu. Na bila ikakuwa mbinguni, na shetani akatubwa hapa duniani. Akatubwa wapi? Hapa duniani. Na lipotubwa hapa duniani, maana mahali pake hapa kuonekana mbinguni. Sasa ndio shetani akakuja akajua, akaona kuna mwanadamu ashaweka amiliki ulimwengu, atawale ulimwengu. Maana katika kitabu cha Mwanzo 1:28 maandiko yananiambia, Mungu aliambia Abraham, aliambia Adam na Eve, endeni muzae, muongezeke, mumiliki nchi. Vitu vyote viko chini ya bahari na viko juu ya nchi. So shetani alipoona kwamba mamlaka yote ya hapa duniani imepewa mwanadamu, akaenda kujaribu mwanadamu, akaangusha mwanadamu. Mbinguni ametupwa. Na maandiko yanatuambia kwamba shetani ni mstaki wa ndugu zetu usiku na mchana. Kazi yake ni mpingamizi, ni kupinga chochote kile kinachoitwa uungu. Atakangi kusikia mbali za Yesu, atakangi kusikia watu wakiokoka wakienda mbinguni. Maana anajua kwamba mbinguni yeye hatawaingia. Shetani ananga amani wakati wowote, maana anajua hiyo furaha hana na hata uipata. Maana yeye anajua hukumu yake ni ya kifo milele na milele. Hukumu ya shetani ni kifo cha milele na milele. So shetani anafanya kazi yake ni kuharibu. Kazi ya shetani ni kupomoa. Kazi ya unasalibia watu jina. Kazi ya shetani ni kupomoa kazi nzuri inafanywa ya Mungu. Kazi ya shetani kutia watu mashaka. Kazi ya shetani ni kuvuta watu wasisikie neno la Mungu. Kazi ya shetani kuleta vikwazo. Kazi ya shetani kuleta umasikini, ni kuleta shida, ni muanji. Huyo mtu ni muanji. Kazi ya shetani ni muanji, ni kuua. Auwe losa watu wa Mungu. Kazi yake ni hiyo tu. Shetani kazi yake ni kuua, ni mpingamizi. So naye kazi ya Mungu ni kukomboa na kuokoa. Na katikati ya madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani kuna kuanga giza, kuna kuanga na pita. Na hii pita haijaanzia hapa duniani, pita ilianzia mbinguni. Malaika wa Mikaeli wapigibikana na malaika wa Lucifer, shetani aliyeanguka muovu. So pita haijaanzia hapa, pita ilianzia mbinguni. So kutoka wakati wa kale mbinguni pita ilikuwa pale. Kilicholeta dhambi ya kwanza duniani ilikuwa ni wivu. Ni wivu. Wivu ndio ilianzia mbinguni. Na ukiona mtu akona wivu, jua baba yake ni shetani. Aya, dhambi ya pili ilikuwa ni chuki. Kuchukia.
Kwanza, jambo la kwanza ndio uchukie, lazima uonee wivu. Na hivyo ndio wachawi wanakuanga, ndio wanalonganga mtu. Wanaona huyu mtu ameanza, watoto wake wamesoma, ameanza kusikia wivu. Huyu mtu amenunua gari, nimesikia mwingine akitaja gari ya mwingine amenunuliwa, amenunuliwa, anasema kwamba ni pesa za watu. So wivu ndio unaingianga mtu. Kile kwanza mtu anashikangwa na kitu inaitwa wivu, anaanza kuonea wengine wivu. Wivu. Hataki kuona mtu akiwa na kitu, hataki kuona mtu akiwa juu, hataki kuona mtu akiendelea, hataki kuona mtu akifaulu. Kitu kama hiyo. That is one. Wivu ndio inaanzanga. Wivu ikianza, ile kitu ya pili inakujanga ni chuki. Unaanza kuchukia, ili mlongi ya kuchukie, kwanza lazima kwanza akuonee wivu. Wamama mko hapo mnakaa kwa plot. Unaanza kukuona mama anaanza kukuonea wivu. Ndio alikuwa na dress mpya. Ndio alikuwa na bwana mzuri. Ndio anaona kazi yako inaendelea. Kwanza anaingiangwa na wivu. Akiingiwa na wivu, ile kitu inafuatanga pale, anaanza kukuchukia. Anaanza kukusalimia, anaanza kukuongelea mabaya kwa marafiki, kwa watu wako. Lazima aongee mabaya. Mabaya lazima aongee, aanze kuongea mabaya. Kuongea mabaya, hiyo ndio ile inaitangwa wivu. Sasa anaanza kuongea mabaya sababu ndani yake anakuonea wivu. Wivu ile ingine inafuatanga ni uongo. Ukionea mtu wivu, lazima umtungie mauongo. Pili utamtanganyilia kwa watu ili watu wamchukie kama wewe, maana wewe unamchukia. Shetani anachukia Yesu. Na lazima ongea mabaya kuhusu Yesu. Shetani anachukia Yesu. So, nimewaambia dhambi ya kwanza ni wivu. Na ndio ilianzia mbinguni. Dhambi ya pili ni chuki. Ukionea kitu wivu, lazima uchukie. Sio kama unanishika magaisi. Ukionea kitu wivu lazima unichukie. Na sijui nauliza kwa nini. Na mnakaanga na watu wa dunia mnawaona. Mnakaanga na watu mnawaona. Tena naongea mimi naongea ukweli. Mnakaanga na watu mnaona. Uko na kazi mzuri, mtu anakuonea wivu. Akikuonea wivu, anakufikiria chuki. Anakuchukia. Anaanza kukuchukia hapo. Baada ya kukuchukia, sasa anatunga uongo. Dhambi ya tatu ni uongo. Maana shetani alitunga uongo kuhusu Yesu na kuhusu Mungu. Akadanganya malaika. Adhat ikaanguka. Wakaanza kufuata Mungu, akafuata shetani. Lazima akuje na uongo. Na uongo wa shetani unakaanga ukweli. Shetani uongo wake, wakati anapoongea uongo, anaongea ukweli. Shetani anapoongea, tusoma Biblia katika kitabu cha Yohana, tusome hapa maandiko inasema namna gani. Wale shetani anaongea uongo, anaongea kama ukweli. Hata anaweza hapa, hata anaweza inua mikono. Hata anaweza fanya mambo mengi ndio mumuamini. Njua yako na mapepo za uongo zimemtawala. Wakati shetani anaongea uongo, hapo ndio anaongea ukweli. Katika kitabu cha Yohana 8. Yohana 8, sikia, ni maandiko inasema. Unajua mimi naendaga na maandiko, maana mimi ni msomaji wa maandiko. Mimi hata dogo zama mimi si mtumishi wa Mungu. I care less. Kazi yangu inafanyanga ndio itanitetea. Nimewaambia wengi wakapona. Na kuanzia kesho naenda Kenyatta. Na asante sana. Naenda Kenyatta. Nianze inakuwa naomba nachukua video na kutumia kwako. Uwawekee. Kiwaambia hii ni uongo, ni quantity. Sio na pepo mbaya wewe. Kitabu cha Yohana 8. 8 inasema namna gani? Inasema hivi. Wacha utakutie hiyo. Ongeango uongo, anaongea iliyo yake. Yesu anawaambia nyinyi wa baba yenu Ibilisi. Nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Mpasta kama mko bali tume hiyo basi hapo haraka haraka. Sishindia, maana kuna mambo nataka kufundisha ya muhimu sana ya kuhusu madhabahu. Kitabu cha Yohana 8 verse 44. Nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli. Kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo,
usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uo. Nami kwa sababu nasema iliyo kweli, amsadiki. Yeah? Sasa yeye akiongea uongo, anaongea ukweli, anasema ni ukweli na ni ukweli na ni ukweli. Ulivi na Apostle Joshua, Mungu akubariki sana. Yeah, John 8:44. Someni hiyo. Yeah, so ninasema nini? Nasema Shetani ana uongo ndio inafuatanga ili aharibu jina. Ili maana yeye ameshachukia, lazima atanganyilie watu wampepe ili wachukie ule mtu. Ya nne ni uuaji. Mchawi anaonea wivu, anachukia, anaongea uongo na ina anaua. Kaini alionea ndugu yake wivu, sababu Abeli sadaka yake imekubalika, dhabihu yake imekubalika, na yake haijakubalika. Kaini alionea Abeli wivu, alipomuonea wivu akamchukia. Ya tatu akamdanganya waende, ya tatu dhambi ya tatu ugongo, waende kwa shamba wakatembee huko, kumbe amepepa nyundo hapa amupige nayo, yaani akamuua. Hiyo ni agreement, hiyo ni madhambao. Hiyo ni madhambao. Mitume walishinda. Mitume walishinda. Katika kitabu cha Hebrews. Katika kitabu cha Hebrews 11, ndio nikuleta what is madhambao. Maana kuna madhambao ya mbinguni na kuna madhambao ya hapa duniani. Nikulete kanisani, pale kanisani. Nikuelezee madhambao ni nini? Madhambao kazi yake ni nini? Inafanyaga kazi gani? Katika kitabu cha Hebrews 11 nikuelezee mateso ya mitume. Mateso ya mitume yalikuwa makali sana. Katika kitabu cha Hebrews 1 verse 34. Hebrews 11:34. Walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, lakini wengi walikatakatwa. In fact, mitume watu walikuwa nasikwa kwa mchanga, palazi na kupita pale sikiwakatakata. Wale ambao wanasomanga Tumaini ya Vizazi ama Matendo ya Mitume, kitabu kiliandikwa hapo, utasikia hiyo habari. Walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa ondani katika vita, walikimbizwa majeshi wageni, wanawake walipokea wafu wao waliofukuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Sasa hiyo ni mitume, wasikumbali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhiaka na mapigo, naam, kwa mafungo. Mitume walifungwa sana. Paulo alifungwa gerezani, Petro alifungwa, wengi walifungwa, Paulo alifungwa, watu walifungwa sana. Walipigwa mawe, Stephen alipigwa mawe mpaka akakufa. Walipigwa mawe, walikatwa na misimeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walisunguka wakipaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haustahimili kuwa nao. Walikuwa wakisunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakupokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametungulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao kamilishwe pasipo sisi. Unanielewa sasa? Hiyo ni Hebrews 11:34. Enda soma chini, kuelekea chini, uone bila uliteswa. Sasa mitume wakapata neema ya kwenda kule, nikakuwa ni 12. Mbinguni kuna madhabahu na hapa duniani kuna madhabahu. Yesu akienda juu mbinguni alisema sitawaacha kama yatima. Hiyo ni kitabu cha John chapter 14. Nitawaachia msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo Roho wa kweli atakapokuja atawakumbusha mambo yaliyopita, mambo ya zamani, mambo ya kina Abraham, mambo ya kina Gideoni. Yesu alisema hakuna andiko litapita. Inji na mbingu zitapita, lakini hakuna andiko, nukta la andiko litapita. Yesu alisema kwamba amekuja kuthibitisha
sheria za Musa sikuzipomoa, na akazifanya kuwa mbili. Maana hizo sheria kutoka 1, 2, 3, 4 inazungumzia Mungu. Mpende Mungu na moyo wako wote na roho yako yote. Ya pili, mpende jirani yako na moyo wako wote na nguvu zako zote. Kwa hiyo hiyo sheria zote ni upendo. Yesu alifanya kuwa mbili. Na Yesu alisema kwamba hatakuja kuondoa. So Yesu akatuambia kwamba nimewaachia msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu. Ule Roho wa kweli. Huyo Roho atakapokuja atawakumbusha mambo yaliyopita kitambo sana. Mambo ya wakati wa kale, dunia ikiumbwa. From Genesis, Roho wa Mungu ndiye anafundisha watu. Huyo Roho anawafundisha mambo yaliyomo ya wakati huu sasa tuko. Huyo Roho atawapasha ambali za mambo yajayo. Baada ya kuwafundisha yale mambo yaliyomo, huyo Roho wa Mungu atawapasha ambali ya mambo yajayo. Kwa nini? Maana Roho wa Mungu anapekua kila kitu. Katika kitabu cha Korintho, kwa nini? Roho wa Mungu anapekua kila kitu, anajua kila kitu. Katika kitabu cha Zaburi 139 verse 1, soma pale. Kitabu cha Korintho, kitabu cha Corinthians, soma Corinthians. Kitabu cha Korintho, soma Korintho. Utasikia pale. Kitabu cha Korintho 1, usikie Roho wa Mungu atambulikana na Mungu. Na ndio maana Yesu alituachia huyo Roho. Aliambia mitume na wanafunzi wale ambao walikuwa 120 wakaja katika Olopa na wasitoke hapo mpaka wajazwe na Roho. Maana alijua kwamba wakitoka bila kujazwa na Roho, adui atawamaliza. Mimi nimejazwa na Roho, na Roho amenifundisha. Sikia hii. Kitabu ya Korintho inasema namna gani? Kitabu ya Korintho 1. Kitabu cha Korintho 1 verse what? 1 verse 1 verse, kitabu cha Korintho 1, kitabu cha Korintho 2, 2 Corinthians 2 verse 19. Nitakia kwa madhambo, msijali, naenda polepole muelewe. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Sikia hii. Ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Hakuna mtu mwingine anaweza jua isipokuwa roho ya binadamu iliyo ndani yake. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna anayefahamu ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokalimiwa na Mungu. Na roho yanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, hapana. Hii mambo nawaambia hapo si maneno ya hekima ya binadamu. Na kama ingekuwa hekima ya binadamu, singetoka kwa maandiko. Kila kitu ambacho tafundisha tutatoka kwa maandiko. Sikia hii, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokimiwa na Mungu. Na roho yanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho. Tukiyapasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Tukiyapasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya mambo ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili, ambaye hajaokoka, ana roho ya Bwana, hawezi akaelewa. Lakini wale watu ambao kuna roho ya Bwana, chenye ninaongea watanielewa, maana ni watu wa roho. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Kwake huyo mtu ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatabulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye atabuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Maana Yesu alisema kwamba nitawaachia msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, awakumbushe mambo yaliyopita, awafundishe mambo yaliyomo, na wapashe mambo yajayo. Na akawaambia, nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. Yesu ndiye neno. Na neno ndio hii nimeshika. Mtunga Zaburi 119 verse 105. Maana anasema kwamba Yesu, yani neno la Bwana ni taa ya miguu yangu. So neno ndio huwa inatumulikia. Neno ndio huwa inatumulikia. Neno sasa hii ambayo tumeshika na mikono yetu. Neno
ndio huwa inatumulikia. Kwa hivyo neno ni taa ya miguu yetu. Neno la Bwana ndio inatuongoza, neno takatifu hili. So Yesu ndio neno. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Sikia vizuri, hilo neno lilikuwa karibu na Mungu na hilo neno likakuwa Mungu. Chote kilifanyika duniani except mwanadamu. Mungu alikuwa anasema na kuwe, anatamka na kuwe na inakuwa. Kuwe wanyama wanakuwa. Kuwe bahari inakuwa. Kuwe mianga miwili, jua na mwezi, inakuwa. Kuwe usiku, kuwe mchana, inakuwa. So neno, kazi ya neno ni kuumba. Na kuna maneno na kuna neno. Mungu anatumia neno, Shetani anatumia maneno. Na anatumia maneno ya uongo kuharibia mtu jina. Naye Mungu anatumia neno kujengea mtu jina. Sio kama mnanielewa? Kuna roho mchafu. Shetani ni fotokopi, ni mwizi. Ni fotokopi. Kama kuna roho mtakatifu, kuna roho mchafu. Kazi ya roho mchafu, kazi yake ni kuharibu, kupaka uchafu, kuleta aibu. Kazi ya roho mtakatifu ni kusafisha, ni kuokoa, ni kutakaza, ni kuneemisha. Hiyo ni kazi ya roho mtakatifu. Maana matunda iko pale katika kitabu cha Wagalatia 12. Mama, lakini roho mchafu kazi yake ni kuchafua, ni kuharibu, ni kufanya everything kichafu. So roho mchafu lazima, kama kuna roho wa Mungu, lazima kukue la roho mchafu. Na roho mchafu na roho mtakatifu wanapikananga. Lazima wapikane. Maana there is great enmity between the Holy Spirit and the evil spirit. Hawezi kusikizana, ni kama giza na mwangaza. Hawezi wakaenda pamoja. Hawezi. So sasa madhabahu, nimewaambia tuachane na madhabahu ya mbinguni. Maana kuna kiti cha enzi kiko pale, baba anakaa, Yesu anasimama mkono wa kuume. Na mambo yote ambayo tunafanya hapa duniani kwa madhabahu ya mbinguni, tunaelekeza kwa yale madhabahu makubwa ya mbinguni. Wakristo wale ambao tumeokoka, wale ambao tumempokea Yesu, tumesaliwa mara ya pili, tunasema Yesu ni Bwana katika maisha yetu. So hii madhabahu ya mbinguni tunaelekezanga watu, ama ibada, ama sala, ama dhabihu, ama sadaka kwa madhabahu yaliyo mbinguni. Mungu ako na wafuasi wake na ako na watumishi wake. Haya, kuna madhabahu ya shetani na kishetani, na haya shetani ako na watumishi wake, na wao wanaelekezanga huko kuzimu. Ibada zao wanafanyaga wakielekeza ibada zao kuzimu. Sisi tukielekeza kwa Mungu, na wao wanaelekezanga huko kuzimu. Sijui kama unanishika. Na Mungu ako na watumishi wake, shetani ako na watumishi wake. Mungu ako na mapasta, ako na mabishop, ako na malevolent, ako na wainjilisti, na shetani ako na wanganga, ako na wachawi, ako na mailluminati, ako na devil worshiper, wote wanamwabudu. Kuna malaika wa nuru, kuna malaika wa giza. Tuelewane? Wasaidizi. Deborah. Hello? Amen? Hello, Pastor Joshua. Yes, my name. Amen. Nasi Pastor Joshua. Joshua ama Apostle Joshua. Apostle Joshua. Yes. Deborah. Nimetumia namba yangu ni ya Airtel, lakini ni Mama Deborah yule wa Mombasa. Niko live. Sasa. But unaweza niambia. Unaweza niambia venye unataka. Nilikuwa na kuomba. Hakika naweza kuja kesho na familia yangu kesho tu. Utuombee, alafu ili nipite kwa madhabahu tuombee. Hakuna shida, kujeni kesho jioni, majioni ndio nakuanga siku ya Friday. Kujeni, welcome. Nimewakaribisha, niko na chumba kikubwa, kujeni. Apostle, jioni haitawezekana maana niko na watoto. Unafika saa ngapi? Nilikuwa nataka uniambie hata kama na ije. Utakuwa mimi nahudumianga watu. Kesho nilikuwa nataka kwenda Kenyatta. Mimi nahudumianga watu on Friday na Tuesday, ndio nimetenga siku ya huduma. Mbona
nataka sote tuje kwa deliverance, manake hao wengine wanatakana kurudi na ni watoto wadogo. Hebu nipikie saa 4 nikitoka hapa, saa 4:30. Saa 4:30 Sawa. So guys, Chacho, wewe ni director ama? Yes, huyo ni mtoto mdogo, ni kijana wangu huyo. Laili usimpike sana. Anakujua. Anakuona kanisani. Huyo ni kijana wangu, so msimuulize. Ati mtu ananiambia leta pesa niwekee. Kwani mimi nitakosa kupeana, nitakuwekea hapo uweke. Yes, tunaendelea na mafundisho na iweka hapo namba yangu. So guys, tulikuwa tunaendelea kufundishana. Kama vile kuna roho wa Mungu, kuna roho mchafu. Kama vile kuna malaika wa nuru, kuna malaika wa giza. Kama vile kuna wachungaji, mapastors, pia kuna wanganga, kuna wachawi, wako na viwango vyao. Kuna ma-Illuminati, kuna ma-devil worshiper. Na watu wote wa Illuminati, ma-devil worshiper, masoso, mambapu waliokufa wakiwa ndani ya dhambi, huwa wanapikania ufalme wa giza. Na wale watu ambao wameokoka, ambao Yesu Kristo ni Bwana ndani ya maisha yao, wanapikania ufalme wa Mungu simame. Peter ilianza mwanzo mpaka sasa inaendelea. Katika kitabu cha nini? Cha Ufunuo 12, nasikia kwamba Peter ilianza. Na Peter inaendelea katikati ya watoto wa mwanamke na katikati ya watoto wa uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka lazima wapikane. So Peter mtasingojea. Ufalme wa shetani huwezi kumbali umalize nguvu. Lazima usimamisha mtu. Haulizwe kwa nini wewe ufalme wetu unangongwa na uko hapo unamnyamaza. Utafanya nini? Enda kumwalipie jina. Ndio asiongee tena kwa mtandao. So lazima atumwe na baba yake Ibilisi. So tunabikana. The strongest can survive. The strongest can survive. Only the strongest he will survive. So kama mnaona Peter, msijali na hizo maneno, hiyo lazima itokee. Yes. So guys, niliwaambia kuna madhabahu, mchungaji Joshua na kuva salamu. Asante sana na sipokea Nehemia. God bless you. How can I reach to your church from Lolongo? Utakuja Thika. You can come to Thika. You can come Thika. You can go to Thika town. When you reach Thika town, just ask where is KCB Bank. Ama KCB Bank iko wapi? Ukifika hapo KCB Bank, ulisia ngali saa tena shopping center, just on reportable, utakuwa umefika kwangu. Utakuwa umefika kanisani, utanipata mahali pale. Mabingumu alisema yeye anatumia watching dog. Yes. Nimekwambia huyu ni Angel anatumia na ile Snoop Dogg, ule wa Amerika. Sikia majina ni mamoja. Sikia majina Snoop Dogg, yule mkuu wa Illuminati wa Amerika. Watch dog. Hii watu ni pamoja hawa. Hii ni ufalme mmoja. Hata huyu Mabingumu. Mabingumu ana nguvu za hii, tulimaliza yeye. Huyu ni Snoop Dogg, ule wa Amerika, mkuu wa Illuminati. Ndiye anatumia huyu kijana huyu anajiita watch dog. Anajiita watch dog. Msiwekelee Mabingumu hapa. Joshua, God bless you for us. Asante sana. Virginia, amen. Mbele ni Jubi yake ni mganga pia. Sio yeye anasema, hiyo ni mapanzo wamesema. Mimi nasema kitu ambacho niko na uhakika. Snoop Dogg, watch dog. Sinaendana kabisa. Snoop Dogg, mkuu wa Illuminati wa Amerika. Watch dog. Agent mkubwa wa giza wa Kenya. Take me wherever you want. Itakuwa Joshua. Enda hiyo unasema kwamba dare me, I dare you mara 10, mara milioni moja. Take me wherever you want. Itakuwa Joshua. Take me wherever you want. So guys,
Hao watu wote, wanganga, wachawi, mailuminati, watumishi wa Mungu, pastor, maaposto, malevolent, wao wanafanyanga ibada. Mganga anafanya ibada, mchawi anafanya ibada, mchawi anafanyanga ibada. Mailuminati hao wanafanya ibada. Hii mwezi ni wao, Disemba ni wao. Na mwezi wa Disemba nakuanga na vita mingi sana na watu wachawi. Na Disemba ni mwezi wao na mwezi wa 8 wanafanyanga ibada zao. So, mailuminati, devil worshiper na wengine wangani, msimuniandikie hapa. Niandikieni hapa tafadhali. Si tuende hapo tuandike mchawi, mganga, illuminati, devil worshiper. Kuna mwingine lazima kuwe na mwingine wa tano. Kuna hao watu wote. So, hao watu wanafanya ibada zao. Wachawi wanatumia kuku, wanatumia mbuzi, wanatumia ng'ombe, vitu kama hiyo, wanafanya madhabahu, wanafanya matabiko ili kulonga watu. Wengine wanachukua pombe, wanamwaga chini, wanasema wanapea miungu yao iliyokufa. Wengine wanasema wanafanya kazi nyingi sana. Naye manabii ama prophets, there's prophetic tools. Hapa ninaongea mabishop, mapasa wananielewa. Kuna vitu ambavyo vinaitwa prophetic tools. Vyombo vya kiunabii ama vya mabishops ama vya mapasta, everyone has his callings. Kuna wenye wameitwa watumie maji hivi, wakitakaza maji inatumika kutakaza. Wanaifanya maana mitume wako na mamlaka ya kubatilisha kila kitu. Mitume chenye wanaongea ni sheria. Wanaweza command maji ikuwe damu na inaiponye watu. Kama vile Yesu alicommand maji kakuwa divine na watu wakakunywa. Mitume wamepewa power. Wamepewa uwezo wa kucommand kitu na kinakuwa. Haya, hapa katikati kuna manabii. Unakuta kama akina Elisha, Elia alitumia kitu kilikuwa inaitwa suka ama pimbo kufanya miracle. Unaona akipatia Elisha, akimwambia chukua pimbo, uende ukawekelee yule mtoto. Alipanga ni Elisha na pimbo ngasi. Hao watu walikuwa wamepewa. Musa alipewa pimbo. Elisha alipewa suka. Mnaona akiachia upako mtumishi wake mdogo Elisha alipewa pimbo. Mnaona akipia Gehazi akiambia Gehazi, kibia kwa wekelea yule mtoto. Elisha alitumia chumvi kuponya Jericho. Na pia Elia naye alitumia unga wakati yale matungu yale matungu ile chakula ilikuwa imewekwa bali kulikuwa na njaa, na kulipokuwa na njaa wakaweka matunga mwitu na kipo kikakuwa kwa sufuria. Hayasema nileteeni unga. That is a prophetic tools. Manabii, mitume, maana Mungu amesema kwamba amepata katika misingi ya mitume na manabii. So amewapatia hamu ya kuamrisha kila kitu. Yesu alitumia prophetic tools. Yesu alitumia matope. Akatema mate chini, akachukua matope, akapaka mtu macho na mtu akaona. Maana Mungu anapotuita anatupatia mamlaka. Katika kitabu cha katika kitabu cha Marko verse 14 ama ni 16:14, I think 16:14. Let's I prove in manini. What kitabu gani? Wewe usiwache kunipigia simu na utanikasirisha wewe. Tungoje nimalize, niko karibu kumaliza. 1 minute. Niko karibu tu kumaliza hapa. Na sijamaliza. Si unipatie time tu. Utanipigia simu na tutaongea. Hiki tunafundisha hapa ni ya maana sana, ndio watu wafunguliwe macho. Katika kitabu cha Marko 14:16. 14. Is it 14? 16:14. Baada ya kuonekana wale 11 walipokuwa kila akawakemea kwa kutuamini kwao na ungumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofuka katika wafu. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe.
Aaminiye na kubatizwa ataokoka, na si amini atahukumiwa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminiao, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hiyo tulipewa na Yesu. Kitabu cha Luka 19, Yesu alitupatia nguvu ya kunyanga nyoka na nge. Alituma mitume akamwambia, kitabu cha Luka 10, nimewatia nguvu za kuponya, kufufua wafu, watu kama hao. So now sasa kuna madhabahu. Sasa kuna madhabahu ya duniani ambayo imesimamiwa na mapastors na mabishops, malevalents na maarchbishops na mapastors na maapostles. Kuna madhabahu hapa duniani imesimamiwa. Hao watu wote wanawakilisha ufalme wa Mungu. Na kuna hii madhabahu ya duniani ambayo ni ya wachawi na wanganga na matakataka ambao wanawakilisha ufalme wa kuzimu. Na watu wote wanapigana. Hizi falme mbili zinapigana. Upande wa nuru, upande wa giza. Na kuna majini pia kuna majini. Hao watu wa giza wanatumianga mpaka majini. Kuna kitu inaitwa majini. Majini inakaanga baharini. Ndio inaitwa majini, inakaanga ndani ya maji. Kuna mapepo, maana mapepo inakaanga angani. Angani ndio inaitwa mapepo. Ni viumbe vya angani tu. Inatembea hapo, inaweza pita usione. Kuna madaimoni inakaanga ijikafu sasa. Ama inakaanga ndani ya mwili. Yule mtu ambaye alikuwa mwasimu, alikuwa ameingia na madaimoni, alikuwa anakaa makaburini. Kuna madaimoni, so hiyo mambo itakuja kuwafundisha baadaye. Lakini kuna nataka kuja kuwafundisha ambuti madhabahu. Sasa kuna mababu wetu na mababa wetu ambao wao hawakumjua Mungu. Wao waliamini shetani, waliamini miungu, na hapo mwanzo walikuwa wanaabudu miungu bila hata kuongopa. Maana injili ilikuwa imewafikia. Injili ya Kristo imefika tu. Ilianzia hapo Yerusalemu. Inji zingine kama hata huko Kalisa inaitwa namna gani? Sudan ama ni wapi? Ama ni Somalia, haijaingia. Hii injili haijaingia. Haijapenya huko. Mbatu injili ya Kristo haijahubiriwa. Yesu alisema kwamba lazima injili yake ihubiriwe. Injili yote ndio yaruti. Hata Tanzania kuna mahali hii injili haijaingia. Si nilikuwa huko Dar es Salaam. Nilikuwa huko. Kuna mahali injili haijaingia. So mababu wao walikuwa wanaamini kuhusu miungu tu. Wanaamini Mungu wao wakimwangia mababu zao waliokufa. Wakiwamwangia pombe tu, wachukue mafuta ya ng'ombe, wachije mbuzi kama ng'ombe, wafanye misambwe, wewe ndogi wewe tuti ndogi wewe, simunduja wewe. Wafanye misambwe, waabudu wale misambwe wale watu waliokufa, wafanye ibada za wafu. Sasa Mungu wao atawasikia, atanyesha mvua, atawabariki. Kama ni watoto wanaenda kwa mganga, wanafanywa matabiko. Maana kama penye watu wanaenda kwa pasta, wanafanywa ibada. Wao walikuwa mtu wanaenda kwa waganga, wanafanywa ibada za kimizimu. Wanaunganishwa na maloo na masoso, za makuka, za mababu waliokufa. Sasa unaambiwa babu yako atakulinda, atakuongoza upate kazi, takataka kama hizo. Lakini sisi tunaunganisha mtu na Mungu, na roho wa Mungu. Namwambia roho wa Mungu atakupatia kazi, atakuongoza akupatie kazi. Maana sisi tuliachiwa roho wa Mungu, na kile tuliachiwa ndio tunapeananga. So hapa ibada ni mbili. Nilisikia tu ndio kuniambia kwamba mimi naambianga watu wamelongwa, wavuja madhabahu. Mimi yule mtu ambaye amelongwa hapo tunamalizananga naye hapo madhabahuni, nampanyia deliverance na mtu na ngoyo hiyo uchawi wake na pingilita hapo. Anaamka hapo akiwa mtu mwingine, mtu ameachiliwa, amefunguliwa. Lakini yule mtu ambaye amekuja hapo ameniambia mimi kwetu hatuoleokangi, hakuna ndoa, kwetu hakuna kufanikiwa, nitamwambia alafu nimwambie hii niangalie. Najua madhabahu vile nafunganga watu, mambavu zinafunganga watu, madhabahu zinafunganga watu. Maana mimi nilikuwa victims wa ile madhabahu. Nilikuwa naanzia kitu, ikifika juu ninaiachanisha. Si kwa mtu ninaoa, nilikuwa naona acha. Sababu madhabahu ya kwetu ilikuwa imenifunga. Haike nikubali niowe. Maana babangu alikuwa na wake 21. Wale ambao walikuwa wanajulikana ameleta nyumbani. Sasa madhabahu ya kwetu haike nikubali nikae na bibi. Na ilinitesa sana. Wakati nilipovunja sasa niko na mke, niko na watoto, nimefunga mbuzi, nimefunga ng'ombe nyumbani, nimefunga kuku.
Sababu chenye kiwe inanisumbua ni madhabahu na nilivunja. Naangalia mtu ananiambia wao kwao waolekaji, wao kwao wanakojekanga kipapa. Wao kwao ndo ikifika mahali fulani wanaachananga, kwao hakuna mtu ameendelea. Lazima niangalie what is problem. Kama wao wako hivyo wote. Yule mtu ambaye ameniambia ni majini ama ni Illuminati, ameingizwa kwa Illuminati. Uliza mmoja kama kuna mmoja alisema kwamba ameingizwa kwa Illuminati, ile nimwambie atiende ukafanye ndio nikufanyie. Mimi na wamalizianga hapo kwa madhabahu. Na wapiga magoti na waambia toka. Fight the name of Jesus. Na command your law. Naambia Honda inatoka hapo. Inatoka hapo. Wale watu ambao wamelongwa, mimi sisumbuanaje na watu ambao wamelongwa. Watu wenye wamelongwa na malisani yake nao hapo tu madhabahuni. Mtu anatoka akiwa mzima. Na hakuna sadaka na iteshanga unless mtu aseme nimeingia kwa nyumba ya Mungu sitaingia mikono mitupu. Wacha nitoe sadaka. Nikwambie kitu katika kitabu cha Samueli. Katika kitabu cha Samueli, sikia hii nikwambie wewe ambao unasema kutoa sadaka ni vibaya. Wewe mbona unatoa kweli kwa Illuminati? Wewe unatoa kweli kwa Illuminati? Tunaulizanga. Wale mnapeleka kwa wanganga tunaulizanga. Wewe mwenyewe kufanya ibada usiku kwa wachawi, jinsi tunawaulizanga nyinyi. Kwa Illuminati huko kwenu tunawaulizanga. Unaingilia nini? Kitabu cha Samueli, maandiko inasema hivi. Kitabu cha Samueli inasema hivi. Samueli sikia vile inavyosema. Mtumishi wa Mungu Saulo anauliza tutaenda kwa Mungu mikono mitupu. Daudi anasema aje? Daudi anasema hawezi kutolea Mungu dhabihu yenye anja galamikia. Nitakusomea hiyo yote. Hawezi kujengea Mungu, kutolea Mungu madhabahu yenye anja galamikia. Lazima galamike. Kitabu cha Samueli inasema namna gani? Sikia vile Saulo anasema. Saulo yeye anasema hivi, alafu nikupeleke hapo. Usikie wewe. Samueli anasema hivi. Kitabu cha Samueli, kitabu cha First Samuel 9 verse ngaja tutamaliza tu kama tutamaliza leo sababu ya muda. Yote tunaendelea. Kitabu cha Samueli chapter 9 verse 5. Hata walipopika inji ya supu, Saulo akamwambia yule mtumishi aliyekutana naye, haya na turuti baba yangu asija kaacha kupikilia ambaye savunda atupikili sisi. Naye akamwambia tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu. Katika mji huu mna mtu wa Mungu. Naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo utukia kweli. Na mimi yale ambayo ninasema itatukia. Uliitisha kichapo cha Mungu na utakipokea very soon. Na sikwambii hivi nikiongopa, na mimi si mchawi kama wewe. Mimi ni mtumishi wa Mungu. I knew kenye naongea. Basi twende huko. Labda yeye aweza kutuambia ambali za safari yetu tunayoendea. Ndipo Saulo akamwambia mtumishi wake 7:9-7. Ndipo Saulo akamwambia mtumishi wake, lakini angalia kama tukienda tukumpelekee mtu huyo kitu gani? Tukienda madhabahuni tupelekee huyo mtu kitu gani? Lakini angalia kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Mtu wa Mungu tumpelekee kitu gani? Maana amewekwa pale na Mungu aombee watu wamlishe. Awalishe familia yake. Although mimi huwa tisindai vitu kama hizo. Nilisema hapa nikasema kile kitu ambianga mtu avunje madhabahu, na kama hataki ni sawa, maana madhabahu ni yake. Yangu nilivunja. Lakini mambo ya sadaka, mambo ya deliverance hakuna. Wale watu ambao wananijua waseme hapa kama naitishanga watu sadaka, wewe ongea hapo sema kwamba nasema kwa watu watoe sadaka. Ile mambo nilifanya na najua nilifanya ni kuchangiwa nikijenga kanisa. Kama mabazara wale wengine. Hiyo nilichangiwa kabisa. Siwezi pinga. Nilichangiwa na nilijenga. Nimejenga kanisa, nimejenga choo na imeisha. Imewekwa mpaka tiles. Hata hakuna ingine katika Athena inakaa kama hiyo. Hiyo nayo kama unaongelea hiyo nimechangiwa. Watu wamenichangia. Na nimeijenga inakaa smart sana. Wale wanakujanga wanaionanga. Pende thank you yes Solomon, yes apostle. Kondoo, ng'ombe na vitu vingine. Yes. Kwa Mungu yes. Apostle careless yes. Hiyo ni Samueli 9:5. Sikia. Wewe mtu anaulizaje? Ataenda kwa mtumishi wa Mungu na nini? Nitaenda kwa mtumishi wa Mungu na nini? Yes. Nitaenda na nini?
Na kanisa ijengwe na mtu mmoja, kanisa ni watu ujenga. Ya asante. Shiko ile bela, asante, Mungu akubariki sana maana unaelewa. Kanisa ijengwe na watu wengi, maana ni nyumba ya Mungu, mahali pa kuambutia. Pale mahali si kwangu, kwangu ni hapa tu the dog. Just look. Hii inalipangwa na mshirika. Na mfurika na damu ya Yesu usimuone na mauchawi yako. Angalia hapa. Hapa ni kwangu, acha nikuoneshe kwangu. Maybe ulijui. Angalia hapa, angalia tanzia hapa kwa mlango. Angalia hapa, via hapa, uone hapa ni kwangu. Hii ni nyumba hii, sijinui. Hii ni nyumba hii. Hii. Angalia hapa. Hii ni ndani hii. Maybe wewe una, hata una. Hii ni kitchen hii. Hapa nje kuna nyumba nyingine. Na hizo zote ni manyumba zimefuatana za wageni, za watoto na kwangu huko ndani. Hizi ni choo. Wewe maybe una. Don't know kama unaona, watu wanaona. Kule pande ile ni kwangu, hizo ni washrooms, hii ni hapo nje. Angalia to the dunk. Angalia, check. Kuna chokolate inaweza kama mahali pa mama, gazeti inaweza kama mahali kama hapa. Na nifungue ndani vile sasa kukuonesha, nikuoneshe mpaka ng'ombe. Nikuoneshe ng'ombe, kuoneshe mbuzi, kuku. Ushangae. Mimi walika yako. Si kiwango yako. Mimi ni mtumishi wa Mungu mwenye amebarikiwa. Mimi nimebarikiwa. I'm blessed. Ningekuonesha mpaka mbuzi na ng'ombe ujiendeshe. Yes. So, watumishi wa Mungu katika kitabu cha nini? Katika kitabu cha Samueli, Daudi anasema yeye hawezi tolea Mungu sadaka ambayo haina gharama, hawezi. Lazima angalamike, atoe dhabihu. Dhabihu yenye angalamikia hawezi. Kulikuwa na Peter, soma pale katika kitabu cha Samueli. Asante. Gayo bosto what you too much shindo. Yes. Smart house. Yeah, kanisa la ambao mnakuanga mnaiona. Na mimi tulisangi mtu mpesa. Asante sana. Hili ni bora from America. Wewe kwa America, mimi hakuna mtu anaitishanga. Alezi mtu anataka kunipatia. Yes, hapo ndio nataka kufundisha, ndio naendelea na hiyo mafundisho. Ashindo katika jina la Yesu. Leo Kimani hata nimemshangaa. Nimeanza kushindwa na yeye kama ni anaweza kuwa ni wafalme hiyo. Hata nimemuongopa sana, nimeshindwa na yeye. Yeye ni mtu ananijua, anajua kwangu, anajua madhabahuni. Ashakuja nikamuombea. Malaika. Onanzes kwa mtandao wako ujaki Joshua. Utajua Joshua ni Joshua. Yes, apostle nilikupikia jana but tulisema uko huduma. Yes. Yeah, it's all about us willing to take kanisa. Yeah. Yes, na hiyo kanisa ni watu walichanga. Nikia sasa ni mimi mwenyewe nilitoa 270. Sasa nililetewa kama fungu la 10. Mtu mwenye nilikuwa nimeombea amekaa miaka 7 akijaribu kuuza plot ya Yendi, nikamuombea. Mila kwa ikafanyika fungu la 10 ya 270. Maana aliuza milioni 2,700. Akaniletea 1,270. Nikanunua chuma. Na watu wakajengea kuweka mapati na milango na madirisha. Wewe ulikuwa wapi na kutoa kitu na unasikia wivu? Kesomole takuua hiyo. Yes. Ni pimbaya guys kuja kanisa, ni pimbaya. Maana kanisa ndio inauma watu, hiyo kanisa imejengwa, ni pimbaya. Ni mimatu ukijenga nyumba ya Mungu, mali watu wataambutia. Mbona wanajenga madhabahu yao Illuminati yenye ilikuwa imefungwa pale Nairobi juzi? Kwani kujenga kanisa ni pimbaya? Yes, apostle you are blessed, you are blessed. Sio asante sana. Mungu akubariki mahali wherever you are. Si ndio hii nyumba ni ya Yesu, alinipatia hii. Utasema nini? Ni yake. Na niko na kwangu, niko na plot yangu. Utafanya nini? Na nilikuwa na plot hata kabla sijaingia kwa YouTube. Nilikuwa nafanya deliverance hata kabla sijaingia kwa YouTube. Naweza kufanya deliverance on 12. Kile kuonesha watu wenye nilifanyia deliverance on 12. Hata nikianza kanisa kuja niko na videos nikifanyia watu deliverance. Hata nikiwa sijawahi juana na YouTubers yoyote. Kwa nini nimeanza kufanya YouTube na deliverance wakati nimeingia na YouTube? Nilikuwa nafanya kitambo. Nilikuwa sikuwa najua zinaweka kwa YouTube aje.
Siko na mtu ananyonjua kama ananichanua kama mtu anafunguanga YouTube anafanya mambo kwa YouTube, YouTube inalipa mtu. Na niko hapo YouTube kwa ile shilingi wananipeanga, ndio maana niko kwa YouTube. Na mtu kwa baada apikiwe na neno la Mungu, mtu apikiwe, apikishie mwingine. Yes, the audio ako na kielele why waiting such a people. Yeah, huyo mtu hata mimi nimemshangaa. Huyo mtu guys nimemshangaa. Nimemshangaa ni mtu aina gani? Nimemshangaa. Anaweka hapo kwa channel yake. Tutajenga ya ghorofa. Yes. Adena katikati utadu. Si ujinyonge. Tutajenga koja witadisi. Sasa ukufe. Lakini ukitia kwa moto hivi uone nikijenga ghorofa hapo. Utakuwa mtu wa kubeba mawe wewe. Cheza na Joshua. Takuwa mtu wa kubeba mawe kwa hiyo kanisa nitajenga. Sikia hii vile inavyosema. Kitabu cha Samuel 24 verse 18. Wakati Daudi alipokosea Mungu na Mungu kaleta mapigo na malaika wakaongea na malaika wakaongea na Daudi. Wakamwambia atoe dhabihu. Inakuwa namna gani? Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia haya, wewe Daudi ndiye aliambia Daudi. Gadi ndiye aliambia Daudi atoe dhabihu ili mapigo isimame. Wakati dhabihu imetolewa mapigo inasimama. Mapigo inasimama. Inasimamishanga mapigo. Sikia hii. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia haya, wewe ukamwinulie Bwana madhabahu. Ukamwinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Halauna Mweyebusi. Basi akakwea sawasawa na neno la Gadi ya mtumishi wa Mungu, kama Bwana alivyomwamuru. Huyo Halauna akatazama akamwona mfalme na watumishi wake wakimjia. Halauna akatoka akajishuhudia mbele ya mfalme kivulivuli hata chini. Halauna akasema, Bwana wangu mfalme amenijia mtumwa wake kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kusuliwa katika watu, isiwe watu. Sikia hii. Halauna akamwambia Daudi, Bwana wangu mfalme na akitwae akatolee yaliyo mema machoni pake. Tazama ng'ombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa, tena vyombo vya kuvulia na vyombo vya ng'ombe, piko kwa kuni. Vitu hivi vyote mfalme, mimi Halauna ninakupa wewe mfalme. Kisha Halauna akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na akukubariki. Lakini mfalme akamwambia Halauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake. Nitanunua kwake kwa dhamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nilizogharamikia. Hiyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kubulia na wale ng'ombe kwa shekeli 50 za fedha. Hiyo si fedha alitoa, hiyo si dhabihu alitoa. Mungu aliambia Gideoni, enda kavunja madhabahu ya baba yako na ujenge madhabahu nyingine. Mungu aliambia Gideoni, aliambia Abraham, toa mwanao umpendaye. Mungu aliambia Ibrahim, toa ndama, toa ua, toa ndama na utoe ua na utoe busi. Na wote ukatekate vipande viwili. Ndio upese Sala apate mtoto, Sarai apate mtoto. Kwani hiyo si madhabahu alikuwa anafanya? Kwani si madhabahu alikuwa anafanya? Kwani si dhabihu alikuwa anatoa? Sio dhabihu. Sio dhabihu nini alikuwa anatoa? Yesu alikuja kutuokoa spiritually, not physically. Na kama ingekuwa physically tungekuwa duniani na tungekuwa tunagojeka. Hatungekuwa tunangojeka, tungekuwa tunasikia njaa. Hatungekuwa tunakosa pesa, tungekuwa tunahangaika. Hatungekuwa na magonjwa ingeisha kabisa. Yote kabisa. Huu mwili uko hapa duniani lazima ukombolewe. Kama Illuminati ndio hawataki, wanataka watu waingie kwa Illuminati wapate pesa. Hawaingii huko ngo, na wale wako tutawaondoa. Tabanya msako ulimwengu wa kiroho. Tutawatoa wote nikaleta kwa Mungu. Take me whatever you want. Na Illuminati wenu. Yes, natoa wote huko nikaleta kwa nyumba ya Mungu. Lazima wakuje kwa Mungu wakombolewe na waokoke. Lazima wakuje kwa Mungu wakombolewe na waokoke. Na waleta kwa Mungu wakombolewe na waokoke. Wamjue Bwana. Wamjue Mungu. Mimi kanisani kwangu ulisia. Kuja hapa ulisia, nataka ukuje. Mimi nanunua maji. Mimi ununua maji ya choo. Mimi ununua maji ya kukunywa, kupiga na kukunywa. Mimi ununua mikate. Mimi ununua betri.
Mimi ununua walepa inaitwa namna gani? Ulipa rent. Mimi ulipa nini? Mimi ulipa stima. Mshika akiwa na jambo msaidia, usimama unasaidia. Mimi usimama usaidia. Kama ujui hata tishu mimi ununua pale kanisani. Ununua na siombangi. Mimi siri yangu nyumba na washirika kama wale wengine. Isipokuwa tu mtu mmoja alitumwa na Mungu akaniambia, apostle, usisumbuke na nyumba, umbili injili ya Mungu. Nyumba itakusimamia. Mambo ya nyumba mali utalala itakusimamia. Chakula Mungu ndiye ananilisha. So acha kusema ati mambo yako hapo ya upuzi tu. Madhabahu. So guys, tuache na huyu mtu. Guys, share number Apostle Joshua hapa kindly. Namba yangu nawapea. Namba yangu ndio hiyo, na pia nitanyamaza. Maana watu wameniambia ninyamaze nisiongeleshe huyo mtu asipate viewers. Jana natafuta hakuna kitu kingine. Viewers tu anatafuta. Hakuna kitu kingine. Nangali ujiwekea mafuta, napeleka watu ubatizo na pesa zangu na siwaitishangi. Mbona uongei matendo mazuri na kuongea yale mabaya? Silazimishangi mtu atoe dhabihu. Hakuna mahali pote nilimwambia lazima utoe. Mimi namwambianga aende ukajipange. Ukitaka ukisikia utoe, ukisikia unataka kutoa shauri yako. Maana it's not a must. Mungu alazimishangi. Mungu anapianga mtu jiambia, anamwambia hii njia ukipitia. Hii njia ukipitia hii kuna uzima. Hii ukipitia kuna mauti. Chagua yenye unataka. Mimi nawaambianga hivyo. Mtu anafanya uchanguzi yeye mwenyewe. Mimi hakuna mtu anamwambia lazima. Na kama hako inua mkono hapa aseme hako. Zimeshindwa kwa jina la Yesu. Anadara nyokonyoko data seta kuleta nyokonyoko. Zimeshindwa kwa jina la Yesu. Anadara nyokonyoko data seta kuleta nyokonyoko, lakini nimeilutisha. So guys, mnaniona? Kama mnaniona guys, kama mnaniona? 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 Yeah, guys, wenye wana mbali tunanunua tank this month kindly. Yes. Ya tunakuona, asante sana. Yes. Mnaniona? Yes. Amen. Mungu awabariki sana. Mnanisikia? Mnaniona, mnanisikia? Haleluya. Asante sana. Ukitaka kujua, kuna mtu ameuliza swali, ukitaka kujua kwamba kuna madhabahu, angalia wewe usaitikangi. Unaenda mahali unanua kidogo, ukifika mahali unashuka chini. Kwa ghafla. Unakuja unapendwa, ukifika mahali watu wanakuchukia. Wewe ni mtu ambao uko na madhabahu. Wewe ni mtu ambao uko na madhabahu. Unakaa watu wanakuchukia bila sababu. Spirit of rejection ndio unajua kwamba uko na madhabahu. Spirit of failure. Spirit of poverty. Spirit of debt, yani mandeni. Naongea Kiingereza. Huyu ni mtu ambaye ako na madhabahu inaongea. Spirit ya kuoleka ama kutooa ama kutooleka. Siko hivyo. Poverty, failure, rejection, mnazisikia, debt, mandeni, kutooleka, marriage, kutopata marriage, kutooa ama kutooleka. Huyo ni mtu ambaye ako na madhabahu imesimama na inaongea. Yaani hata ufanye nini haupaitikangi, hata uweke biashara ya pesa ngapi inaenda chini, hata ufanye kazi, unafanya kazi kama ndovu lakini unakula kidogo kama fanya. Wewe ni mtu ambaye uko na madhabahu. Inaongea kinyume na maisha yako. Inaongea kinyume na maisha yako. Hata ufanye nini, hata ufanyie watu namna gani, unakuta kwamba tu unachukiwa tu bila sababu. Wewe, hiyo ni madhabahu ya kwenu inafanya upikane. Unakuaga madhabahu inainulianga mtu maandui. Madhabahu inainulianga mtu madhabahu. Madhabahu uinulia mtu madhabahu. Madhabahu ndio inaleta kitu inaitangwa poverty. Mungu amesema kwamba hamtakuwa maskini, hakutakuwa maskini kwenu. Katika kitabu cha Kumbukumbu Torati 15 verse 4. Deuteronomy 15 verse 4. Mungu anasema kwamba hakutakuwa maskini kwenu. No, Mungu amekataa, amesema hakutakuwa. Maana Mungu atatubariki.
Lakini wakati mtu ambaye ako na madhabahu ya kwao, Mungu hawezi kukubariki. Na kama angebariki mtu, angebarikia Abraham akiwa kwa babake Tera. Mbona alimwambia toka kwa baba yake? Mbona alimwambia toka ndio nikakubariki? Mbona kumbarikia pale na ni Mungu? Mbona kumbarikia pale ni Mungu? Mbona kumbarikia pale ni Mungu? Sasa alimwambia Abraham toka Abraham kwa madhabahu ya baba yako. Uende mpaka mahali nitakuonesha nitakubarikia. Mbona aliambia Gideon lazima kwanza avunje madhabahu? Kwa nini alimwambia kwanza avunje madhabahu? Si angempigania na wana wa Israeli? Si angempigania kwanza wana wa Israeli? Apigane vita ndio Gideon aone vita imepiganiwa na Mungu, avunje madhabahu. Mbona Mungu alimwambia kwanza avunje madhabahu ya kwenu? Kwa nini Mungu si angeambia Daudi kwanza amtolee hiyo vita hiyo mapigo, alafu amwambia vunja madhabahu? Si alimwambia vunja madhabahu ya kwenu kwanza wewe. Aliambia Gideon vunja madhabahu ya kwenu na unijengee madhabahu yangu, nikukutetea na nikupiganie. Si alisema hivyo? Si aliambia Gideon atoke kwao ndio akambariki? Alimbarikia hapo kwa wachawi, kwa Tera hapo kwa wachawi, maana Tera alikuwa mbaba mchawi. Na uchawi yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa uchawi, akitazama nyota. Ile inasema kwamba zionekane mtu ambaye anatazama nyota. Si angembarikia hapo. Lakini alimwambia Abraham toka na jamii yako. Hama guys, am I talking something? Am I talking something? Gideon aliambiwa aje toka. Tuseme katika kitabu cha nini? Patricia Wangajo, yes. Amen, hiyo ndio mafundisho nataka kunasikia. Amen. Mbona aliambiwa atoke? Watu wamekaa kanisani ni maskini kabisa, ni maskini. Mpaka watu wanatoka wanaenda kwa Illuminati, wanaenda kujiandikisha huko ndio wapate pesa. Wanaambiwa toe kapara. Kwa nini Illuminati? Kwa nini nyinyi Illuminati mnaambianga watu toeni mtoto wako wa kwanza ama toe walepa, toe mtu wa kwenu ndio barikiwe? Hautaki Mungu atolewe sadaka? Hautaki? Hii mnaambiwa mtoe watoto na mnatoa. Haya basi. Mbona Mungu aliambia Abraham toka? Leo kitabu cha Genesis verse 12. Kwani Mungu alisema namna gani? Genesis chapter 12. Genesis 12. Maandiko yanasema namna gani? Genesis 12. Ukisikia mtu anapiga injili ya Kristo, hiyo ni Illuminati. Genesis 12 verse 1. Genesis 12 verse 1. Genesis 12 verse 1. Na malaika nimekushangaa sana kuanzia leo. Hata sikuwa najua nakaanga hivyo. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nataka kukuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Kwa nini akumbarikia pale? Mbona akumbarikia pale? Mbona kumbarikia kwa baba yake? Kwa nini alimwambia atoke? Ile kitabu cha Mwanzo 15 anamwambia avunje madhabahu. 18 anamwambia atoe mtoto wake wa kipekee. Aenda akamtoe kapara. Amtolee dhabihu mtoto wake wa kipekee. Anaambia Gideon katika kitabu cha Waamuzi, anaambia Gideon vunja madhabahu ya baba yako na unijengee madhabahu. Am I talking to somebody? Mbona ndongea ongelima vingumu juu ni wao. Anawezaje ongelea ufalme wake? Pastor Veronica from you wanatoa damu ya wanadamu. Yes, asante sana Veronica. Wewe ni mtu ambaye uko na roho ya Mungu ndani yako. Huwezi kushirikiana na takataka zingine hapa. Nataka niongee na wewe one on one. Please let now your best time to call early the morning tomorrow kuanzia saa 4. Tomorrow I'm free. Lakini kipata mtu wa Kenyatta nitaenda Kenyatta. Lakini kama sitaenda Kenyatta nitakuwa hapa, nitakuwa free, nitachukua simu yako. Nitakuwa na wakati wa kuchukua simu. Yes. Mbona wanaambia watu watoe damu ya mtu? Hama shoga hao. Wanakulananga nyuma na mbele. Na hao ndio wameharibu watoto wetu. Na mtaki tuombee watoto wetu waokoke. Itawaombea. Tabanya mzako kutandamana wa Kristo. Umetukalia sana. Na huwezi kuwapea nafasi. Na mwezi tunyamazisha. Hamwezi. You can't. Utawezi nyamazisha wewe. Uwezi. Nitahubiri injili mpaka mwisho. Kwa hiyo ukacheza na mama yako. Na ninakurudia tena. Henda ukacheza na mama yako. Hata ukacheza na Joshua. Na kurudia tena. Na kurudia tena. Henda ukacheza na mama yako. Henda ukacheza na mimi. Mimi si walika yako. Take me wherever you want. Take me wherever you want. Mbona nyinyi mkitoa madhabahu zenu mtaki Mungu atolewe dhabihu? Mbona mtaki? Tutafundisha watu ukweli wa Mungu. Maana Mungu anasema watu wangu wanapotea kwa kukosa hekima. Sasa inafundisha watu hekima. Yale mambo hawafundishangwi au unakuja kupinga hapa. Ile kitabu cha Amos 3:8, watu wangu hupotea kwa sababu ya kukosa hekima. Ni wangapi tumesikia wametoa dhabihu na Mungu wakawaokoa? So guys, Mungu awabariki sana na watendee mema. Na ukiwa na swali uliza.
Sasa ni wakati wako wa kuuliza swali, niweze kujibu. Nimeongea mengi. Now it is your time. Uliza swali pale. Na mimi nitakujibu. Nitavunja aje hiyo madhabahu akina nikalia sana, pastor. Whenever I try, I fell from up to down. Yes, hiyo ni madhabahu inafanya uanguke. Kwa nini pale utakuwa maskini. Hauwezi kaendelea. Maana Mungu hawezi kaingilia mahali kuna madhabahu mengine. Mungu hawezi kaingilia mahali kuna madhabahu mengine. Mungu wetu ni mtakatifu na wewe utakatifu. Lazima uvunje madhabahu ya baba yako na babu yako, ndio ujengee Mungu madhabahu yake. Yesu ile alifanya, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Tukapewa kitu kinaitangwa neema. Grace period. Kinaitangwa grace period. Yesu ametupatia kitu kinaitangwa neema. Ndio tunakaanga tukitubu usiku na mchana. Kila tukiamka tunatubu. Tukilala tunatubu. Maana huu mwili umejawa na dhambi. Haujawahi kuombolewa. Mwili uliokolewa, lakini roho iliokolewa, lakini mwili bado hujawahi kuombolewa. Mwili ukombolewa, roho iokolewa. Roho inaokolewa, mwili ukombolewa. Bado mwili huja kuombolewa. Maana ndio unasikia kwamba tuko duniani, wachungaji wako hapa, ili mchungaji akona tamaa ya kulala na washirika wake. Juu mwili wake bado huja kuombolewa. Akona madhabahu ya mababu ya mababa. So hawezi kaendelea. Sababu iko anda madhabahu ya mababu. That evil spirits, kuna kitu inaitwa great indemnity, kulipia madhabahu ya mababu waliokufa. Unakuta kwamba wewe umeokoka, wewe ni msafi mbele ya Mungu, lakini huwezi ukaendelea. Sababu mababu wamekupepesha mizigo tu. Hivyo wewe umepepa hivyo, unawalipia kitu inaitwa great indemnity. Na wao wanakuwa mshanga maandui. Unakuta kwamba mtu ndio huyo mjuani, yeye ni Muluja, mimi ni sijui kabila gani. Yeye ni Muluja na ananiinukia bila sababu. Mimi nilivunja yangu, so niwezi. Nikiongea hivi mimi niwezi. Kama ningekuwa na madhabahu sasa ningekuwa nimeingia kwenye kitanda. Najifungia pale. Mimi sina madhabahu. Unakuta mtu anakuchukia kwa ploti bure bila sababu. Si yeye, ni madhabahu inainuka. Inapigana na wewe. But today my guys, mnaenda mbali. Nitawaombea kabisa, nitasidi kuwaombea. Nasidi kuombea mbali kwa wale ambao wako mbali, wako na wagonjwa, wale ambao wana kazi. Nasidi kuombea maji, mkunywe maji, Mungu awaponye. Mungu achilie maji, maana maji ni uhai na ni uzima. Roho wa Mungu alikaa juu ya maji, Yesu alibadilisha maji. Yesu anasema kwamba alikuja na maji na damu. Ile kitabu cha John 4:5. Yesu alikuja na damu na alikuja na maji. Mimi naitwa Joshua. Yes, apostle, nikumbuke kwa maombi. Mark Brazil nitakukumbuka. Na nitavunja aje hiyo madhabahu. Piga simu yangu iko hapo. Ameposti nini malaika? Shauri yake tu na maposta zake za nini wasimu tu. But this one bless those who cause you, I the Lord I will. Yes. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo 12. Allah kulanda mlaini, nataka kubariki tambariki. Yes. Guys, this is true. Also endelea na mafundisho ati. Okay, nitampikia after 10 PM ya Kenya kesho. Nasema tomorrow please. Sababu hapo US ni mchana. Yes, monkey. But why did she give him that charge of talking nonsense? Hata kama ni content. Wanafanya kweli na majina ya watu, imagine ndio wapate pesa. Ndio unajua zaidi Joshua ako juu. Na huyo Olepa. Wakimwharibia jina atapata watu watakuja kwake. Mafansi wata-unsubscribe from malaika kabisa. Ujidonki. Nataka watu wa Mungu alisema akinalianga sana. Yes. Yes, after hii amesema anyone can call. Nitajuaje kama kuna madhabahu? Nimefundisha. Same question I'm asking myself. That issue I awake. So kesho tuko hapo tunaendelea in this topic tomorrow. Na ingia mchana kanisa pale madhabahuni, na ingia jioni madhabahu vunjiwa madhabahuni. Maana ni madhabahu ya Mungu na madhabahu ya sheria inafanyika. Hiyo topic haijaisha, nimenguza katikati. Tutaingia kwa undani sana, ujue siri zingine zinyoja. Kesho kile kitabu cha Wakorintho. Kesho hii mambo itakuwa hapa, hujawahi asikia tangu zaliwe. In the book of Korintho. Korintho iko wapi? Kile kitabu cha Korintho, kile kitabu cha Korintho. Kile kitabu cha Korintho 2, hapo ndio tutaanzia. Kitabu cha Korintho 2:9. Hiyo ndio tutaingia tuanzia na hilo. Tuweze kuingia kwa ile mambo ambao unjawahi fundishwa, unjawahi asikia. Unjawahi sikia, hiyo ni hekima kutoka mbinguni. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho alikuyaona wala sikio aliyakusikia, lakini mambo ambayo jicho alikuyaona wala sikio alikuyasikia
wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Mambo hayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kesho tutakuwa tunafundishana hiyo. Kesho yale mambo hujawahi sikia ndio nitakuwa naeleza, naingia ndani kabisa. Although wale wachungaji wakubwa watakangi mambo ielezewe, watu walishirika waelezewe, lakini kesho nitakuwa on the hair nikielezea hiyo mambo, ili ndio unaweza toka nje katika madhabahu ya kwenu. Ni ufalme gani unakusumbua, something like that, yeah, tomorrow, yes. Mambo ambayo jicho alikuyaona wala sikio alikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Hii mambo imeandaliwa na wale wampendao. Mkiingia hapo kesho mtasikia mambo hamjawahi sikia. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho, maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho anachunguza yote mpaka mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? So hii mambo ni roho na wafundisha, na nitakuwa naendelea nayo kesho. Sasa niingie kiundani kabisa. Nitoke hapo juu, niko juu saa hii, niingie ndani kabisa, tuchibe maji itoke. Hallelujah. God bless you everyone. Kesho hapo sasa ninaomba utuvunze after afanya deliverance, unakuacha hapo siku unapofanywa deliverance. Na hiyo ndio nataka kuambia watu, ili tutakuombea na kuombea kile nitangwa lawyer na kemea lawyer revenge na ataka, then wewe mwenyewe unaweza simamisha sadaka. Maana Yesu alisema aje, unaweza toa sadaka kwa kutaka kwako, si lazima. Wacha nisiongee na sila hapa, this not hiyo, si lazima. Maana Maandiko yanasema kwamba law katika kitabu cha Matthew, Yesu alisema kwamba law ikitoka mtu inaendanga jangwani. Law ikitoka mtu inaendanga katika jangwani. Maana utakuwa nimekuombea, nimekufanyia deliverance, na unarudi kwa dhambi tena. Hiyo malao zenye nimetoa itarudi kwako. Maana wewe si msafi. Itarudi kwako tena. Itarudi kwako tena. Lakini ili zikufuate, Mungu anatoanga sadaka ya kumpigania na kumtetea. According to the book of Matthew, just see what Matthew inasema. Bila Matthew inavyosema, bila Matthew inasema, mimi ni Joshua. Bila itangwa Joshua. Joshua verse 11. Joshua chapter 12. Kitabu cha Matthew 12:43. Soma pale. Wewe hapo umeniuliza hiyo swali, nenda kujibu. Maana ninakujibu tu na Biblia. Juu umeuliza swali, unatoa sadaka inasimama kama ukuta. Kitabu cha Matthew 12:43. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji. Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu useme tarudi nyumbani mwangu. Kama nimekemea, nimekufanyia deliverance, roho imetoka. Kama uko na uwezo saa hiyo, ama kama una uwezo ukienda Mungu akufungua pate pesa, tuma sadaka ikutetee. Madhabahu ni yale imekupikania, imekutolea pepo. Ili hata ile pepo ikikuja inapata you are covered. Wewe you are covered. Hakuna leo inaingia ndani yako. Sababu gani? Pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Maana roho haikaangi tu, inakaanga ndani ya mili za watu. Roho zinapenda kukaa ndani ya mili ya watu. Asipate. Alafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona utubu imepangiwa na kupambwa, mara uenda akachukua pamoja naye pepo wengine sapa walio waovu kuliko yeye mwenyewe, na uingia na kukaa umo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kimbaya. Umenielewa? So ili ujiteganishe, unasimamishanga sadaka, inakutetea, inakupikania. Yes. Bado ninaomba ufunze after umefanya deliverance. Nimekujibu. Jana nilikuwa kanisani kwa apostle na sikuitishwa kitu. Akushangasha, nilipewa chai na mkate. Ongea ukweli. Peithi, hata shilingi siku kuitisha. Mungu ananijua. Wale watu wengi walikuja pale, walikuwa watu wengi sana. Wenye walitoa sadaka hata hawezi pika 10. Wenye walitoa sadaka hawezi pika 10.
Wengine wao walikuwa watu zaidi ya 40 something. Na wenye walitoa sadaka wote pika 10. Na mimi sikudeta hata sikulaumu. Maana siko hapo kwa sababu ya sadaka, niko hapo kwa sababu ya kuokoa mioyo za watu. Faith ulikuwa mmoja wao na hukutoa hata shilingi. Hata yeye ameandika. Na chai mimi nanunua pesa yangu, nanunua mikate, nanunua sukari, watu wanakunywa chai katikati ya wiki. Maana tuwezi kalisha watu hapo kutoka asubuhi mpaka jioni hawaja kula. Kama mwanadamu niko na akili. Nasemaga watu wanaumia. Yesu alipea watu mikate na samaki wakakula jangwani. Hata mimi siwezi kubali mtu akuja kaya kutoka saa 2 akaya mpaka saa 10 ama saa 9 haacha kula kitu. Lazima natoa token, nanunua mikate, nanunua chai, watu wanakunywa. Huyu alisema kwamba hakutoa kitu na alikula chai na mikate na silibishangi. Watu wengine wanahusiangwa. Mimi silibishangi. Chai ni free na mkate. Sababu huwezi kaa hapo jua yote choma na jua, maybe ulitoka kwako mapema kukunywa chai. So napianga watu chai na mkate. That's a token. Maana watu wamengojea pale. Yes. Yesu wapate Adamu. Hallelujah. Apostle ninaomba ufunze after Amen. God bless you. Yes, malaika. Okay, we will be waiting for tomorrow. Yes, malaika kama ana heshima kwa apostle. Asante sana malaika, nimekujua. I knew you. Kabisa. Nimekujua. Sabana mapasa wajui Mungu ndio wanasupport. Yes, kutokana na watumishi. Asante sana. Wenye wanatukana na wengine watukanane. Lazima tuweze kujua ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Nyosha kidole, the chosen one is fire. Asante. Penda aliona red blanket kwa malaika. Ndio maana ndio alitokelezea hiyo, alikimbia juu hiyo maneno. Ani KD amujui malaika ni kingeugeu. Yaani yeye anaweza kubadilika any time. Asante sana. Matthew, unatoa sadaka after ama before kuombewa, after kuombewa. Nakutaka kwa roho yako. Hapana Emily ukoaje? Wale hawaelewi maandiko ndio wanakupiga. Mawe kuhusu kuvuja madhabahu na sadaka. Mungu awe nawe mtumishi wa Mungu, mtu mzuri kuchukua mawe. Yes, shiko kumjua Mungu ndio mwanzo wa hekima. Asante sana. Poa amen. Baada ya nimekumiss. Yes. Boston naomba huyu mtu amekuumiza roho but take it easy. Asante sana. Nimetake it easy, yeah? Yes, stop judging malaika. Oh, malaika that. Atakuja. Stop judging malaika. Oh, malaika that. Atakuja yeye mwenyewe kwa mtandao na ataeleza. Malaika is not bad person. Ukiwatch hiyo video, she's not doing anything. So mimi nimesema mimi malaika nimeanza kumuelewa kipingine, sija mchanchi, nimemuelewa kipingine. Na malaika umenishangasha, na hiyo ndio nimesema. Na jinsi sijaongea kuhusu, ndio nimesema umenishangasha. Sikuwa najua malaika unaweza fanya ufumbavu kama huo umefanya. Na sikuongopi na kuaddress. Sikujua kama unaweza fanya ufumbavu kama huo umefanya. Na huo mtu wako, niona nikiona nyoka nikijaribu kuumwa, amen network apostle niombe the guy tuongea. Asante sana. Amen, amen, amen. Huyu jamaa kama anacheza na apostle aendi bali. Mtaona tu mko hapa. Sio kwa mtandao. Hii mtandao ni nini? Aishangi internet. Ukishaweka kitu kwa internet hapo, hiyo ikipoteangi milele. Tuko hapa tutaona. Huyu jamaa yes, mimi napenda apostle anti is cheating. Yeah? Is teaching sana but I know malaika pia si mbaya. Yes. Sometimes the apostle na kujanga nikiwa nimejifunga, lazimishwa kunywa chai. Asante sana Juliet Mungeri. Basi nitabilie. Amen. Abadi apostle man of God. Amen sana. Takam Sunday moja church kwako. Asante sana. Karibu kinywa. Karibu kanisani. Mimi pia nilikula kate na nikaitishwa ingine sababu I was with a baby. Nikaitishwa ingine. Wale kuja kukula kwa nikaitishwa ingine. Sababu I was with a baby. Alinyonywa njaa ikawa mingi. Zikutoa anything. Asante sana. Basi pole achana na huyo mchawi kabisa. Asante sana. God is good all the time. Kwa muda sijaingia online. Karibu sana Margaret Mweru. Apostle translate wako church teachings abarikiwe. Asante sana. Apostle mtu mwenye matunda. Asante sana. Malaika apostle msimwambie apologize. Yeye ni mtu mkubwa. Apostle translate kwako ataona hii. Kwa Malina alibadilika haki wao ama vile Brenda ayo apostle praise God. Basi niliota nikiombewa. Yes, huyu ni mwenye sisi wote alifanyia pastor hapa amekasirika hivyo. Malaika amefanya yes, asante. Ni sina shida. Hiyo ni miss guys. Hiyo juu ni mtoto tu ni miss hiyo. So msiwapige mawe. Mimi hiyo hainiumizi. Hiyo ni kitu kidogo sana. Kama Yesu alipigwa mimi ni nani nisipigwe? Nitapigwa tu. So Mungu awabariki sana. Mungu awainue. Mungu atakaze. Mungu awabariki sana. I love it. Mungu ni mwema kila wakati.
Piteni pia Mungu, uposo barikiwa sana. So guys, wacha tuweze kuomba, ni wafurika na damu ya Yesu, ni wasingire. Then kesho tutaweza kuomba pamoja na Mungu atukuzwe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Muumba jina mbingu na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ninakushukuru Jehova kwa sababu ya hekima na ambao umenipa kuongea na watu wako kuhusu maandiko yako matakatifu, ambao hekima na Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Jehova, naomba kufunika watu wako na damu ya Yesu, kwa wasingile usiku na mchana, wakajue kuna Mungu aliye mbinguni, wakajue kuna Mungu anaishi milele na milele, wakajue kuna Mungu mwenye kubariki, wakajue kuna Mungu mwenye kukomboa. Sasa hiyo wakabiti kifuani mwako mwa neema, nikakubariki kila mmoja anayenitazama. Kama kuna macho yako pale Baba, watachukua hiyo machi kwa uwezo kwa Roho Mtakatifu, wale ambao watapokea. Mungu naibadilisha na kufanya kuwa damu ya Yesu, ifanye kuwa uponyaji. Waponye wote Jehova, wale hawana kazi wafungulie milango ya kazi. Wape baraka, wape neema, wape kibali. Leo na kule Yesu na wafika na damu ya Yesu. Na kemea roho alifeji na roho ya ataka, wasema ukuta wa moto, mbele na nyuma, hiyo na kule Yesu na bariki, amini. Amen. Mungu ambariki sana. Amen.